Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu wa mbinguni anajua muyahitajio kabla ninyi hamjaomba. Tushukuru. Mwenyezi Mungu, tutakushukuru kila wakati na kila mahali, na sasa tuko hapa Temboni kukushukuru kwa ajili ya neema ya kuamshwa tukiwa wenye nguvu na afya, na neema ya kufikishwa katika hekalu hili tukuabudu katika roho na kweli. Tunamuombea kila mmoja aliyefika hapa kwa jina lake na nafsi yake, tukiombea historia yake na hata matumaini yake na kazi zake, ili kupitia kila analolifanya abarikiwe na kuleta heshima katika familia yake, katika jamii, taifa na kanisa, na jina lako lizidi kuhimidiwa sasa na hata milele. Amen. Naomba tuketi. Mheshimiwa mkuu wetu wa jimbo hili la Magharibi, Mheshimiwa mchungaji wetu wa usharika huu, Mheshimiwa mwinjilisti wetu wa mtaa huu, wazee wa hudumu wa Kristo na wageni wenzangu, nachukua nafasi hii kuwasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furaha yangu ni kubwa leo kwa sababu mimi ninatoka katika kitongoji kinachoitwa Nyatini, penye nyati palipokuwa na nyati, na leo nipo na hudumu hapa Temboni. Na kwa sababu ya uhusiano huu wa historia, mimi nauona kama muujiza kwamba nipangwe kuja kuhudumu nikitokea Nyatini au Mbogoni kuja hapa Temboni, na kwa hiyo tuna mahali pa kuanzia mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vile vile tuko hapa Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano kati ya shirika la misioni la Bavaria Ujerumani ambalo lina uhusiano na makanisa ya Afrika, na kwa hiyo tulikuwa hapa Dar es Salaam au tupo tangu tarehe 6 hadi leo. Kwa hiyo wengi wetu tutaondoka kesho, nami nimepangwa kuhudumu hapa kwa neema ya Mungu. Na mshukuru Mungu, mbarikiwe kwa wingi na asanteni sana. Kichwa tulichopewa kituongoze Jumapili ya leo na siku 6 zitakazofuata, mwisho ni Jumamosi usiku, Jumamosi ijayo, ni kichwa kinachokuhusu, kinachonihusu, kinachotuhusu. Maana kinasema, sehemu ya kwanza kinasema ombeni, sehemu ya pili kinasema imetupasa kumuomba Mungu siku zote. Kichwa kinaanza kwa kutoa amri, ombeni. Sio ninaomba muombe, sio tafadhali muombe, hapana, ombeni, omba. Lakini baadaye kinatoa ushauri unaosema imetupasa kumuomba Mungu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Martin Luther ambaye ni mwanzilishi wa kanisa letu la Kiluteri hili, ambapo tunaitwa kwa jina lake, kanisa la Kiluteri, kanisa la Martin Luther, alipokaribia kufa tarehe 18 mwezi wa pili 1546, akiwa anakaribia kufa, kwenye kijiji alipozaliwa cha Eisleben, alipata bahati ya kufia alipozaliwa, akasema mwanadamu sio muombaji tu kwa Mungu, bali yeye ni omba. Maana yake haupashwi kuwa muombaji tu mbele za Mungu, inabidi uwe omba. Asubuhi, mchana, jioni, usiku, safarini, kanisa, omba. Mwanadamu ni omba, maana hana kitu chochote, hata alivyo navyo ni kama si vyake. Aliye na kitanda kizuri sana hana uhakika wa usingizi, hawezi kuununua usingizi.
inabidi awe omba, aseme Mungu nisaidie nami nipate usingizi kama wengine. Awe omba. Aliye na familia hana uhakika wa amani na upendo katika familia, inabidi awe omba, upendo uwepo kati ya mume na mke. Awe omba, upendo uwepo kati ya watoto na wazazi na majirani. Tumekuwa omba mbele za Mungu. Aliye na usafiri ni kama hana kitu, maana hata hana uhakika wa kufika, inabidi awe omba, nisaidie nifike salama. Tumekuwa omba. Aliye na chakula hana uhakika wa kuwa na hamu ya chakula. Ndiyo maana Mhubiri 6 mstari wa 2 kuna maneno yanatisha, yanasema Mungu amewapa vitu watu akawanyima furaha. Akawapa furaha wasio nacho, wafurahi kwa mwenye vitu. Ndiyo maana unakuta kuna mtu haruhusiwi kula kila kitu, haruhusiwi kunywa kila kitu, lakini anavyo. Lakini akifika maskini, huyu anamuuliza, katika vinywaji 7 hivi utakunywa vingapi? Huyu anasema nakunywa vyote. Anamwambia, utaanza na soda au chai? Anasema nipe chai alafu soda nitainywa baadaye. Baadaye wanamwambia, je, hiyo chai utainywa na mandazi au chapati? Anasema nipe chapati kwanza alafu andazi nitainywa na ile soda uliyoiweka siiachi. Funga kazi ni mchana, utakula wali au utakula ndizi? Anasema nipe ndizi alafu wali ufunge na vingine, na unapoondoka uniage niende navyo. Kwa hiyo anasema wengine amewapa vitu akawanyima furaha, na wasio na vitu akawapa furaha wakiwa kwa mwenye vitu. Maana yake nini? Huwezi kupata vyote na hauwezi kukosa vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuwe omba, maana lazima tukose kitu kimoja wapo, na tumulilie Mungu atusaidie neema ya kupata yale tunayopungukiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo maana mwanadamu anakuja duniani akiwa uchi na anaiaga dunia akiwa uchi. Ayubu 1:21. Alexander Mkuu aliyeishi karne ya 4 kabla ya Yesu alibahatiwa kuwa mfalme mwenye nguvu. Akaiongoza Ugiriki, akaichukua Uturuki, akaichukua Misri, akaichukua Irani, akaichukua Iraki, akaichukua sehemu ya India, Pakistani, Afghanistan. Akawa mkuu, ndiyo maana wanamuita Alexander Mkuu. Lakini kifo kikamkuta Iraki, Babiloni. Wakati anakufa akathibitisha tunayoyasema haya kwamba mwanadamu hana kitu. Maana wakati anakufa alisema, wasaidizi wangu andikeni haya. Wakakamata kalamu, akasema nawaachia maneno haya. Yapi? Akasema nikifa, jambo la kwanza watakaobeba jeneza langu ni madaktari na wauguzi, kama ushahidi kwamba wameshindwa kuniponya. Madaktari na wauguzi wabebe jeneza langu kama ushahidi wa kwamba wameshindwa kuniponya, kunitibu. Jambo la pili akasema, mikono yangu muitoe nje ya jeneza, iende imetoka hivi, kuonyesha kwamba nilikuja bila kitu, ninarudi bila kitu, narudi nikiwa omba. Mwisho inatisha, akasema dhahabu zangu na almasi na fedha na kila kitu munizike navyo, kama maana ya kuonyesha kila mtu atafute vyake. Kwa hiyo tayari unaona kumbe sisi ni omba. Inabidi tumtegemee Mungu saa 24, mwaka, miaka, miezi, masaa, kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuomba ni alama ya kumtegemea Mungu. Anajua tunayoyahitaji ndiyo, lakini inabidi tumuombe kama alama ya kuonyesha kwamba tuko naye, ndiye kimbilio letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana huyo anayejua mahitaji yetu anasema ombeni.
anawapa mvua waovu na wema, anawapa mafanikio waovu na wema, lakini bado anasema ombeni kwa ajili ya uhusiano wetu na Mungu. Maana tukipata tupate tukiwa na Mungu, tukikosa tusipofanikiwa tusifanikiwe tukiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuomba ni alama ya uhusiano wetu kwa Mungu. Tufanikiwe na Mungu, tusipofanikiwa leo tusifanikiwe leo na Mungu, lakini tukiwa na tumaini la mafanikio makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mzuri ni Yesu aliyeendelea kumuomba Mungu na kumtegemea hata wakati wa kuteswa, hata wakati wa kuuawa kwake, aliendelea kumtegemea Mungu. Aliomba, kikombe hiki kiniepuke, cha mateso, cha kukataliwa, cha kutemewa mate, kiniepuke. Lakini akasema, sio mapenzi yangu, mapenzi yako yatimizwe. Alimlalamikia Mungu, mbona unaniacha? Mbona unaniacha? Pamoja na hayo, mikononi mwa Mungu akaikabidhi roho yake. Ni imani ya namna gani kumkabidhi roho yako aliyekuacha? Maana yake yeye ndiye kimbilio lako katika saa ya kufanikiwa na kutofanikiwa. Maana anajua hatima yako kama hatima ya Yesu ilivyokuwa ya hali ya juu ya kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapo wanaofikiri kwamba imani inabidi iwe ya mafanikio tu na mteremko tu. La asha. Unaweza kuwa na imani ukawa na mafanikio ya hapa duniani, au ukawa na imani bila mafanikio ya hapa duniani, lakini ukawa na tumaini lililo ng'ambo ya haya ya duniani, kama Yesu alivyopata ushindi dhidi ya kifo, ushindi dhidi ya kuangamia, na kukamilisha wokovu unaotupa tumaini la kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Inawezekana unaomba haufanikiwi, lakini usikate tamaa. Omba, tegemea kama Yesu. Ushindi uko ng'ambo ya tatizo tulilo nalo. Ushindi uko ng'ambo ya tatizo unalopitia. Yapo mafanikio ng'ambo ya tatizo hilo, ng'ambo ya huzuni. Upo ushindi ng'ambo ya shida unayoletewa na mume wako, ng'ambo ya shida unayoletewa na mke wako, ng'ambo ya shida unayoletewa na watoto wako, ng'ambo ya shida unayoletewa na ndugu, jamaa na marafiki. Kama Mungu alivyomnusuru mtoto ninayekusimulia sasa, ndivyo alivyonusuru wengi, ndivyo anavyoweza kukunusuru hata wewe. Mtoto mmoja aliyekuwa anaishi na mama wa kambo. Huyu mtoto mama yake alishafariki zamani, anaishi na mama wa kambo. Mama wa kambo anapendelea tu watoto wake. Haka katoto kanaishi kwa shida, kwa kukosa chakula, kwa kucheleweshewa chakula, hata akaamshwi kuja kula. Kanaishi kwa mahangaiko, kusoma ni shida. Siku moja mama huyu katika upendeleo wake na ubaguzi wake akaita watoto wake tu ndio wale chakula, hata akaamshwi. Kumbe chakula anachoitia watoto wake na anachoenda kukila yeye na watoto wake kimekuwa kikidondokewa sumu ya Theodan. Katika kuwapa chakula cha upendeleo na kumwangamiza mwingine, kufikiri kumwangamiza mwingine, akafa na watoto wake hao. Kale katoto kalikobaguliwa, kalikofikiriwa kafe, ndiko kanakoongoza familia ile mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Ni kama mtoto huyu alikuwa akiomba sala akisema, unilinde, uniepushe na maangamizi. Ni kama aliomba sala ya Zaburi ya 46 mstari wa kwanza, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nini? Na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ni kama alikuwa akiimba Zaburi ya 121, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi?
Msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, asiyelala ninapolala. Ni kama aliimba Zaburi ya 35 inayosema, Bwana, teta nao wanaoteta nami, pigana nao wanaopigana nami, na uwachimbie mashimo waanguke wenyewe wanaoyachimba kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo Mungu anavyowalinda wanaomwamini, wanaomtegemea, wanaomlilia, wanaomuishia. Ndivyo Mungu atakavyowalinda wana mtaa, wana usharika wa Temboni, mnaomlilia Mungu na kumuita Mungu awapiganie katika maisha na ufuasi wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utegemezi wa Ayubu nao upo. Ayubu alifiwa. Angalia wenye imani wanavyopita kwenye shida. Akafiwa mifugo yote, akafiwa watoto wote, akaugua ugonjwa wa kumtesa, wakamshauri aiache imani afe, lakini alisimama imara, hakumwacha Bwana. Na Ayubu 42 anatendewa mambo makubwa. Anarejeshewa wanyama wake wote, anarejeshewa watoto wake, tena wakawa ni wazuri kuliko wa dunia nzima, anarejeshewa afya. Ndivyo Mungu anavyowatetea wanaomwamini na kumtegemea, japo wanapita katika shida na mahangaiko makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hivyo, maombi yanaweza kubadili hata Mungu aliyoyapanga. Ndio maana maombi ni ya lazima. Tuna habari za Hezekia, mfalme Hezekia katika Isaya sura ya 38. Aliambiwa na nabii Isaya, anamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa. Hezekia aligeukia ukuta akaanza maombi. Mungu, kumbuka mema niliyoyafanya, uniongezee miaka ya kuishi. Mungu akasema, nimeyaona mema uliyoyafanya na kuongezea miaka 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine mko hapa, inawezekana miaka mliopangiwa mmeshaongezewa kwa sababu ya mema mengi mnayoyafanya bila kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia kuikumbuka siku ya Bwana na kuitakasa, yawezekana Mungu akabadili tarehe yako. Yawezekana kupitia uimbaji wa kwaya umeshaongezewa 20 kwenye ile uliyopangiwa. Bwana asifiwe. Inawezekana katika utoaji wako kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana, inawezekana ulishaongezewa miaka mingi. Inawezekana kupitia maombi kama Hezekia umebadilishiwa hatima yako kwa sababu ya mema uliyoyafanya. Mungu atusaidie tujiweke karibu na Yesu, tung'ang'anie kwake kama wimbo unavyosema, heri kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu. Kwa kuwa akina mama ni wengi, ndio wametuzidi. Sauti ya akina mama ya kwanza ndio imetawala. Ya besi ilikuwa pungufu, lakini nitawasaidia kwa kutumia mashine hii. Bwana Yesu asifiwe. Akina mama makofi kwa Yesu. Maana sauti yao ndio iliyotawala, ile ya heri kung'ang'ania kwa Yesu. Sasa besi nayo itaingia. Heri kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu chochote. Hii staili ya wimbo nimekuja nayo baada ya kuona kwaya zikimaliza kuimba zinapigiwa makofi. Sasa na sisi tunaimba tunajipigia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tung'ang'anie kwa Yesu bila kujali kitu chochote. Muda hautoshi. Tuna habari ya kipofu Batimayo. Yeye akaomba akisema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu nipate kuona. Mara nyingi anasema nirehemu nipate. Wanamzuia maofisa wa msafara wa Yesu, wanamzuia, acha, usimsumbue bwana mkubwa. Yeye anaendelea, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu, usimsumbue bwana mkubwa. Lakini Yesu aliposikia sauti ya maombi, historia ilibadilika. Wale waliomzuia wakaenda kumuita kwa gharama zao,
Mheshimiwa, jipe moyo, Bwana anakuhitaji. Jipe moyo, Bwana anakuhitaji. Nguvu za maombi. Wale waliomwekea vikwazo wakaviondoa wenyewe. Maombi yangu kwa Mungu ni kwamba anayekuwekea kikwazo aje mwenyewe kukiondoa leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nguvu ya maombi ni kuondoa hata vikwazo. Sio wewe, Mungu anaviondoa kutumia wale wanaviondoa, wanakuja kuviondoa. Walioviweka wanaviondoa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo. Kana kwamba haitoshi. Nabii Hana, mama aliyeitwa Hana, ambaye alikuwa amemkosa mtoto, akiwa anadhiakiwa na mke mwenza Penina, anamdhiaki, anasema wewe una mtoto. Nabii Hana aliamua kupiga magoti ndani ya hekalu, akaomba mpaka kuhani Eli akafikiri huyu mama amelewa. Akamwambia, mama, mbona ni kama umelewa? Maana alikuwa anatetemeka, anaomba mpaka anatetemeka. Ana akasema, sijalewa, namuomba Mungu anipe mtoto, na ikibidi mtoto huyo aje awe nabii, watu waone nguvu ya maombi. Mungu akampa mtoto aliyeitwa Nabii Samuel katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe omba, wakifikiri ni mlevi wafikiri hivyo, unajua lengo lako katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba, wakikuita mweu, uwe mweu wa Kristo, maana unajua lengo lako katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ni silaha. Maombi yanabadilisha historia. Paulo na Sila wakaomba, milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Kibao cha mwisho cha wimbo, najua muda hautoshi. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Wakati ule katika ukwata tukaongeza na kipengele chetu, nawe ndugu yangu ukiomba, nawe ndugu yangu ukiomba, milango ya gereza itafunguka, milango ya gereza itafunguka. Tunapofika mwisho, la msingi tusilazimishe miujiza katika maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilazimishe. Muujiza ukitendeka, shukuru Mungu. Usipotendeka, utumaini ng'ambo ya kutofanikiwa. Nikiwa kwenye hospitali moja, miaka kama 13 imepita, kwenye hospitali moja ya mkoa kule Bukoba, niliombea wagonjwa. Baadaye akaja muombaji mwingine, aliomba vizuri, lakini mwishoni akaweka mamlaka ambayo mimi sikuwa nayo na niliogopa. Maana alisema, baada ya kuomba vizuri akasema, wewe mama, watakuruhusu kesho kutwa. Yule mama akasema, nashukuru, kwa nini isiwe leo? Mimi hapo nimeinama, maana sina madaraka hayo. Akasema, na wewe kule watakuruhusu Jumamosi. Yule akasema, mbona umeniweka mbali? Baadaye akawaonesha kitanda kilichokuwa hakina mtu. Akawaambia, mnakiona kitanda kile hakina mtu? Wakasema ndio. Nilimwambia kwa maombi yangu watakuwa wamemruhusu nikirudi. Wakamwambia hapana, hajaruhusiwa, ameaga dunia leo asubuhi. Maana yake nini? Alilazimisha miujiza. Hakuwa na sehemu ya kusema mapenzi yako yafanye nini? Kuna wanaoomba wanasema mapenzi ya wenyewe, mapenzi yao yatimizwe. Sio mapenzi ya Mungu, mapenzi yao yatimizwe. Lakini Yesu mtenda miujiza alikuwa halazimishi. Maana aliambiwa, badilisha mawe yawe mkate, tengeneza muujiza. Akasema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno la Mungu.
Akaambiwa jirushe chini ya mnara, maana Zaburi ya 91 mstari wa 11 inasema ataagiza malaika wa kuokoe. Akasema usimjaribu Bwana Mungu. Miujiza mingine imekuwa ya kumjaribu Mungu na kuleta mauaji. 2023 Kenya watu 400 walipoteza maisha walipoambiwa wafunge, wasile, wafe, wamuone Yesu haraka. Watu 400. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Lakini kiongozi mhubiri wao, yeye walipomkamata wakamnyima chakula masaa 4, akajitetea mbele ya jaji, wananinyima chakula. Mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu tujiepushe mafundisho potoshi, maana yameua wengi kwa kulazimisha miujiza. Mifano ni mingi. Wanafunzi wakamwambia Luka 10:17 hadi 20, Bwana, miujiza inatendeka, mapepo yanatutii. Akasema msifurahie hilo, furahini kama majina yenu yameandikwa mbinguni. Kumbe kuna jambo ng'ambo ya miujiza, majina kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Miujiza ndiyo, lakini tusilazimishe. Na Yesu akasema siku ya mwisho wapo watakaosema, Bwana, tulitenda miujiza kwa jina lako. Eti atasema siwatambui, maana majina yenu hayamo kwenye kitabu cha uzima. Kumbe miujiza tuipokee, isipotokea tusijinyonge. Kuna ambao wamejinyonga kwa kuona miujiza haikutendeka. Mungu atusaidie. Mathayo 24:24 ni funga kazi. Mathayo 24:24 Yesu anasema siku za mwisho yatakuja makristo yatakayotenda miujiza ili kuwapotosha wateule wa Mungu. Tafsiri nyingine zimeita watatenda mazingaombwe. Kwa hiyo tujiadhari na miujiza, maana hata shetani naye hutenda nini? Miujiza. Tuombe, tukifanikiwa tushukuru Mungu, tusipofanikiwa tusikate tamaa, maana Mungu anatenda hata katika wakati ujao. Tumalize na walioomba vibaya ili tujiadhari kuomba vibaya. Kuna familia moja iliambiwa iombe mambo matatu tu, wakaja kuharibu fursa. Walipoanza, baba alianza kwa kuomba mlo wa mchana. Mlo wa mchana, amepoteza fursa. Mama akakasirika, akasema afadhali wewe ungekuwa kuku. Ghafla baba akawa kuku, ombi la pili limeisha, likabaki moja. Mama akasema afadhali huyu mume wangu asiwe kuku, maana alikuwa ameanza mambo ya akasema Mungu mbadilishe awe mtu, tuendelee na umaskini wetu. Akawa mtu, wakaendelea na umaskini. Maana yake kuna tusipoomba vizuri. Sisi tunana wimbo unasema, Mungu nifundishe kuomba vizuri kama Yesu alivyoomba. Kwa hiyo kuna wanaoomba mambo yasiyo na maana. Mwisho mmoja akaambiwa, kila utakaloliomba jirani yako atapata mara 2. Akaingiwa na roho mbaya, akaomba ang'olewe jicho moja ili jirani ang'olewe mawili. Ona watu walivyo wabaya. Ombi la pili akaombwa akatwe mguu. Yuko tayari mtu kujiombea shida ili mwenzake apate shida zaidi. Akaomba, naomba nikatwe mguu. Akakatwa mguu, jirani kakatwa miwili. Kwa hiyo atuombi vizuri. Mungu atusaidie. Tena la kumaliza nalo ni hili. Wengine wameharibu utaratibu wa maombi. Mmesikia neno la leo linasema wanapayuka wakifikiri maneno mengi ndiyo kusikilizwa na Mungu. Kumbe hata maneno machache Mungu anayasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba maneno machache ukisema, Yesu umponye mume wangu na ulevi. Usiseme mengi yale ya yasha karaka banta kabarole. Atayasikia. Jambazi lililowambwa mtini na Yesu, jambazi liliomba maneno 6, tumeyahesabu. Yesu unikumbuke katika
ufalme wako. Aliomba maneno 6. Hapo hapo akaambiwa leo hii tutakuwa wote peponi. Mimi na wewe tulioomba mengi hatujawahi hata kuambiwa leo hii tutakuwa wote temboni. Acha vya paradiso, hatujawahi kuambiwa tutakuwa wote temboni. Alipo. Kwa hiyo hata maneno machache Mungu anayasikia. Kipofu niliyemtaja aliomba maneno kama 9, Yesu mwana wa Daudi unirehemu nipate kuona. Lakini kuna wengine wanaomba wiki tangu asubuhi mpaka jioni. Kumbe aliyesema ombeni ndiye aliyesema tafuteni, ndiye aliyesema bisheni. Kwa hiyo kuna wakati wa kuomba machache na wakati wa kutafuta na wakati wa kubisha hodi. Kutafuta kusiondoe kuomba na kuomba kusiondoe kutafuta. Kila kitu kwa wakati wake na kwa kiasi. Kanuni ya kiasi ni muhimu. Omba ifike hatua fulani uache uende kupika nyumbani. Omba ifike hatua fulani uache uende kulima. Omba uache ufike wakati uende kazini. Hata ninayehubiri nihubiri nifike wakati fulani niache watu watoe sadaka. Kila kitu kwa wakati wake. Wengine maombi yamekuwa ya kuigiza wazungu. Wakisikia mzungu anaomba kwa Kiswahili kwa shida, akisema Mungu wetu bariki Tanzania, unakuta na mtu wa Temboni saa ya kuomba anasema Mungu wetu uibariki Tembe. Mungu atusaidie tuache maombi ya maigizo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pengine wamefikiri kuomba ni sauti kubwa mpaka wakiomba wanazuiwa na makatibu kata. Kwa sababu ya amani ya kata wanazuiwa, jamani msipayuke sana, watu wanataka kulala. Tunazuiwa na watendaji wa kata na vijiji kwa sababu tunaomba kwa sauti kubwa. Lakini tumegundua hivi karibuni Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anaomba maombi yasiyozuia usingizi. Maana akiwa Getsemane anaomba, wanafunzi wake wanalala. Anasema jamani, hamwezi kuomba nami mpaka mnalala. Lakini waombaji wa siku hizi huwezi kulala mpaka kata tarafa iingilie kati kuzima machafuzi ya sauti. Mungu atusaidie turudi katika misingi ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Tumalize na utaratibu ambao umevurugika sana mahali pengi, lakini Mungu atatusaidia. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 14:16, Wakorintho wa kwanza 14:16 anasema kama mnaomba usiseme amina mpaka uwe umeelewa kilichosemwa. Kama mnashukuru usiseme amina bila kujua kilichoshukuriwa. Kwa hiyo amina unaisema ukiwa umesikia kilichoombwa. Sasa mahali pengine uombaji umekuwa kama ghasia ambapo huwezi kujua nini kimeombwa. Mpaka wawepo wanaotuliza. Kwa jamani mtulie, tunakaribia kumaliza. Mahali pengine waombaji wakaomba wanasukuma ukuta wa mama nyumba yake ikaribia kuanguka. Mama maombi yake yalikuwa unisaidie wasiangushe nyumba yangu. Wakati maombi ya kusukuma ukuta yanaendelea, hatujui hatima ya nyumba ile. Mungu atusaidie tuwe watu wa maombi, ikibidi tuwe